Chum TV. Furaha kiganjani. Kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi SACP Richard Tadeo Mchovu leo hii amezungumza na waandishi wa habari ofisini kwake Madema kuhusu kukamatwa kwa watuhumiwa 17 waliohusika na wizi wa vyombo vya moto maeneo mbalimbali ya mikoa mitatu ya Unguja. Mpaka tarehe ya leo ninavyoongea hapa tumeshakamata watu 17 ambao wanajihusisha na matukio ya wizi wa pikipiki. Watu 17 na watu 17 wamegawanyika katika makundi makubwa mawili, lakini na kundi dogo la tatu. Kundi la kwanza ni wale wanaofanya wizi kabisa wa hizo pikipiki. Na kama ambavyo mnajua, wizi wa pikipiki kwa sisi hapa Zanzibar ni ule ambao ni wa kuvizia. Ule wizi wa kuvizia. Na tumewahoji wahalifu wote wanaeleza hiyo njia kwamba ndio wanayotumia. La kwanza wanavizia watu wakiwa kwenye maziko. Watu wameenda kwenye makaburi, kwenye mava kule makaburini. Nafikiri mnaelewa vizuri neno mava. Wameenda makaburini, wanafanya maziko. Mwizi, wezi wanakaa jirani, wanavizia, wanaangalia pikipiki, wanaenda wanaziiba. Lakini wakati mwingine wanavizia watu wakiwa kwenye nyumba za ibada. Watu wameingia kwenye misikiti, wanafanya ibada, wanavizia watu, wanaona watu wameingia, dua zishaanza kule ndani, mahubiri, wanaiba pikipiki. Nyingine ni watu ambao wanazitunza pikipiki nyumbani. Watu wana imani, unajua watu Zanzibar ni nchi ambao watu walikuwa wametulia. Sasa watu wanaamini bado watu. Kwa hiyo mtu ana pikipiki yake anaona kuiweka ndani, labda anaona ni nini, anaipaki nje ya nyumba. Watu wanavizia, wanaiba. Mwingine anaweka hata ndani lakini hafungi ule mlango, watu wanavizia. Kwa hiyo matukio mengi hapa kwetu ni ya kuvizia na kuzichukua. Kwa hiyo sasa kama nilivyosema tumeshakamata watu 17 katika makundi makubwa mawili ambayo ni kundi la kwanza ni la wezi kabisa. Yaani wale ambao wanazivizia na kuziiba. Hili kundi lina jumla ya watu 12. Lakini watu 12 hawa wamegawanyika katika makundi mawili. Watu wawili wanaiba kwa kushirikiana nao wenzao 10. Wakishaiba hao wawili wanazinunua zile pikipiki walizoiba na wenzao. Yaani wanashirikiana, wanaweza sio kwamba wanaiba wote 10 kwa wakati mmoja, wanaweza kaiba wawili, lakini kama wako wawili wakiiba, mmoja kama yuko kwenye kundi la pili la hao wawili yeye anainunua ile pikipiki. Mmenielewa ndugu waandishi? Kundi la pili ni ile wale wanaopokea. Wao kazi yao ni kupokea. Pikipiki zikishaibiwa wanapelekewa, wanajulikana. Wanapelekewa, wanazinunua. Wakishazinunua wanashirikiana na mafundi. Wanazibadilisha muonekano. Lakini wakati mwingine wale mafundi wanaingilia mpaka namba, zile chassis namba ambazo zinatupa usumbufu sana wakati wa upelelezi. Wanaingilia zile frame namba zile za pikipiki zile. Unajua pikipiki kuna namba zake, kila pikipiki na namba yake. Kwa hiyo wanaingilia zile namba, wanaziharibu. Lakini wanafanya vibaya zaidi kwa sababu wanatumia kadi za kugushi. Wanatumia watu wa mitaani. Siku hizi teknolojia imekuwa. Zinatengenezwa kadi za kugushi. Kwa hiyo zile kadi ndio sasa zinatumika. Na kwa sababu ya kusaidia nataka niwasome watu majina hawa ili wananchi wajue. Kama mtu hataridhika atasomwa jina atakasirika. Sasa tutafanyaje? Maana tunataka wananchi wetu wajue ni kina nani wanaowaibia. Kwa hiyo wale wezi kabisa ambao wanashiriki kwenye kuiba, wa kwanza anaitwa Abrahamani Juma Shaibu. Huyu maarufu wake wanaoita mdogo. Yeye ana miaka 20, ni mshirazi wa kwa Mtipura. Kwa Mtipura nafikiri mnapajua ni eneo lile linaeleweka. Mwingine Al-Karim Haji, yeye maarufu anaitwa Kasongo. Yeye ana miaka 19. Na yeye ni mshirazi mkazi wa Madukani. Mwingine anaitwa Bakari Musa, yeye ana miaka 22, yeye ni mshirazi wa Chumbuni. Mwingine ni Hamis Juma Hassan, yeye ana miaka 21, mkazi wa Melisita. Maana nafikiri mnayaona vizuri hayo. Mwingine ni Nasri Suleiman, yeye ana miaka 20, ni mkazi wa Kazole. Mwingine ni Hassan Saidi Hassan, maarufu wake anaitwa Kaba. Jina hilo la Kaba, yani watu wanamjua kwa jina la Kaba. Kwa hiyo yeye ana miaka 30, huyu ndo mzee. Ana miaka 30, anaishi Munduli.
Mwingine anaitwa Saidi Masud Omari, yeye ana miaka 31, naye ni mzee, anaishi Mboriborini. Mwingine ni Juma Hamisi Juma, yeye ana miaka 31, anaishi Darajani. Mwingine anaitwa Mohamed Hamisi Juma, huyu ana miaka 24, anaishi Daraja Bovu, maeneo hayo. Mwingine ni Abduli Hamisi Othman maarufu kwa jina la Foleni, yeye ana miaka 23, huyu anaishi Shauri Moyo. Hawa wanaiba tu, ni wale wezi. Wengine wezi ambao wanaiba na kununua ni Hamisi Abdalla Juma, huyu ana miaka 23, anaishi Kilimahewa Bondeni pale. Wa pili katika wanaoiba na kununua anaitwa Abrahamu Yusuf, yeye ana miaka 20, anaishi Mwembe Makumbi. Kwa hiyo hawa tumewakamata, ni wezi. Lakini wanaozinunua hizo pikipiki sasa na kufanya zile modification wako 5. Yuko Suleiman Ramadhani, yeye ana miaka 27, ni mkazi wa Magogoni. Yuko Thabit Mohamed Zuberi, yeye ana miaka 19, ni mkazi wa Chuini. Yuko Sharifu Juma Hamadi, yeye ana miaka 31, ni mkazi wa Chunga Fuoni. Mwingine anaitwa Juma Mohamed Chuma, yeye miaka 33, anaishi Amani Fresh. Yuko Abduli Ramadhani Musa, ana miaka 25, yeye anaishi kwa Mchina Mwisho. Kwa hiyo hili ndio kundi la wanaotusumbua, na hawa wanaenda mikoa yote mitatu. Hawa wanunuzi wananunua kule kaskazini, wananunua kusini, wananunua hapa. Wakija wanazibadilisha, wanaziuza hapa hapa. Kwa hiyo kuna wananchi wetu hapa wengi ambao tumeenda kwa tukazikamata hizo pikipiki, wameuziwa. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba tuombe wananchi, tusaidie na nyinyi waandishi wa habari kuambia wananchi. Ziko taratibu za kununua pikipiki, kununua vyombo vya moto. Wazifuate. Ya muhimu zaidi ni kubadilisha jina la umiliki. Wananchi wengi hapa Zanzibar wananunua vyombo vya moto, lakini yale majina ya umiliki hawabadilishi. Wanabaki nayo, wanachogopa ni kodi ndogo sana, tozo ndogo sana ambayo inafanywa na ZDRA kwa ajili ya kubadilisha lile jina. Sasa madhara ya kukwepa hiyo tozo ndogo ndio sasa unakuwa na chombo. Madhara yake unajua ni nini? Kile chombo kikiibiwa, tukikikamata, kina jina la mtu, tukimtafuta yule mtu sasa kupitia ile kadi. Tunampata mtu ambaye sasa mimi nishauza zamani. Maana inauzwa hata mara 4, lakini jina linabaki lile la kwanza, mtu aliyenunua kwenye duka. Aliyenunua wakati inaletwa nje. Hii ni sehemu ya kwanza muhimu sana ambayo tunataka tuombe wananchi. Lakini lingine, ukienda ZDRA kama unauziwa pikipiki ambayo imebadilishwa namba, ukifika kule watakwambia hii imebadilishwa. Kama imegongwa ile namba, ikabadilishwa ile namba yake halisia, ZDRA si mnabadilishana, ZDRA wataangalia kwenye mfumo, watasema hii pikipiki ya namna hii haipo. Kwa hiyo namba sio sahihi, kwa hiyo usinunue, unanunua kitu ambacho ni bomu. Kwa kuna watu wana pikipiki hapa ambazo sio pikipiki kwa sababu hazina usajili halali, kwa sababu namba zile zimegongwa. Hawa watu 5 hawa ndio kazi zao hizo wanazozifanya. Wanatafuta mbinu, wanagonga zile namba, ndio wanamuuzia mtu. Tumeelewana? Kwa hiyo ndio hali ilivyo. Sasa ninachotaka kuambia wananchi wa mkoa Mjini Magharibi, Kaskazini Unguja na Kusini Unguja ni kwamba jeshi lao la polisi liko imara. Tunafanya operation kubwa. Tunahakikisha kwamba pikipiki zilizoibiwa tunazirudisha. Sasa ndugu waandishi wa habari, tusaidieni kuwatangazia wananchi wajue, waje. Tabu ambayo tutaipata sasa ni kwamba wakija zile kadi zile, wanakuja na kadi yake, haiendani na mambo yalivyo kwenye pikipiki yenyewe, kwa sababu hakusimamia vizuri wakati wa kuinunua. Amekuja na kadi inataja chassis number, ile frame number, tunaita chassis number. Ukienda kwenye pikipiki yenyewe sio yenyewe ile. Kwa sababu wakati ananunua kufuata kanuni ameuziwa kitu ambacho ni bomu. Baadhi ya walioibiwa vyombo vyao wakaeleza. Yeye kuna sehemu alikuwa amepumzika ndani. Amekuja kuamka nakuta Honda haipo. Kuja kuamka Honda haipo, akanipigia simu, tukaenda kituoni tukatoa taarifa. Tulivyotoa taarifa, swala la upelelezi lilikuwa linaendelea. Tulitoa taarifa kituo cha polisi cha Paje. Na ndo mazingira ilipoibiwa hiyo Honda. Sasa mwezi mmoja tayari ushaisha. Mwezi ushaisha. Na tumepeleleza, imefuatiliwa, mwisho wa siku ilikuwa kama siku 3 nyuma nikapewa taarifa kwamba kuna Honda za wizi zimekamatwa huko mjini. Ndio nikaja, nimekuja, ilikuwa nadhani ilikuwa Jumapili, nikaambiwa Jumatatu. Sasa Jumatatu nikaja tena nikaambiwa Jumatano ambayo ndio leo. Sasa nimekuja, tumekuta Honda zipo kwenye container zikoshapakiwa. Ndio kaambiwa tuje huku Mademani, si Madema huku. Tulipofika huku
ndo kwenye harakati za ukagua Honda yangu nikaikuta ipo ile pale. Halafu kuna alama ambazo zilizokuwepo kwenye tenki ilikuwa nimeigonga, halafu na siti yake na kwenye exhaust pia, exhaust yake ilikuwa imetiliwa kitu kama kifilimbi, vijana sasa hivi tunapenda kutia. Halafu chassis number ni tofauti, sijui imefanywa vipi, chassis number ni tofauti, kila kitu ni tofauti. Plate number na zenyewe ni tofauti kidogo. Na mwaka juzi nilipewa Honda ya mkataba, nikafanya kazi, nikamaliza mkataba mwezi wa 4 mwaka huu. Nilipomaliza mkataba mwezi wa 4 mwaka huu, ile Honda nikachukua nikampa mtu. Mimi nikachukua Honda nyingine ikawa nafanyia kazi. Yule mtu mmempa Honda akafanyia kazi siku 9. Siku hiyo katoka kijiweni kwake, kaenda nyumbani kwake. Alipofika, kwa maelezo yake alinambia kwamba alikuwa amefanya usafi kidogo, alikuwa ameikosha inshoti. Alivomaliza akaiacha nje, yeye akaingia ndani kakaa kama nusu saa. Alivotoka zake nje, Honda hajaikuta maeneo ya Magogoni pale Kinuni. Hiyo ilikuwa kama saa 8 za mchana kwa mujibu wa maelezo yake alivonambia. Tukaenda kulipoti kituo cha polisi cha Kwerekwe, tukaachia askari pale wafanye kazi yao ya uchunguzi na upelelezi, na dokumenti zote tukaziacha pale, kitambulisho na nini. Kwa hiyo in short, juzi nikasikia kama kuna Honda zilizoibiwa zimekamatwa kituo cha polisi cha Bububu. Ikabidi twende, tukaambiwa Jumatatu ndo tuwasili pale. Tukawasili Jumatatu, tukaambiwa kuna baadhi ya vitu sijui mkuu wa kituo alikuwa kashaondoka, na Jumanne kulikuwa na Nyerere Day. Nishodi twende leo Jumatano. Jumatano nafika pale kidogo ndo nakuta Honda zinaondoshwa zinakuja kituo cha Madema hapa, kituo cha polisi. Kwa hiyo nimekuja hapa nishodi kwa kutizama tu kwa macho. Bado Honda yangu sijaiona mpaka dakika hii. Shafahamu? Labda kama ndo kuna utaratibu mwingine wa wataalamu na jeshi la polisi lenyewe najua natafuta vipi Honda, wanaweza kanisaidia kwa hilo. Honda yangu mimi kama imebadilishwa chassis number, ninaweza nikaitambua. Kuna baadhi ya vitu navyo vikibadilishwa pia naweza nisitambue. Kwanza tenki, pili kama exhaust, shafahamu, 3 kwenye engine, 4 kwenye skani penyewe hasa pale mbele kwenye kile kifua naweza nikapajua. Alafu Honda yangu nilikuwa nimetia majina mengi, sehemu nyingi nilikuwa nimeandika. Kwa hiyo kutokana na alama hizo zote, kama kizibadilisha hizo zote na chassis number na nini, naweza nisitambue. Lakini kama chassis number tu zimebadilishwa, tenki labda ameliacha ile siti pale chini kwenye engine, kwenye mashine, in short kwenye kifua, naweza nikaijua Honda yangu. Hapa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja SACP Daniel Shila akazungumzia kuhusu hali ya usalama kuelekea uchaguzi mkuu. Uchaguzi ambao utatupa fursa ya kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utatupa na fursa ya kuchagua rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, lakini tunachagua wabunge, wawakilishi na madiwani. Sisi jeshi la polisi na waandishi wa habari ni wadau muhimu sana katika mchakato wa uchaguzi. Mwanzoni tulikuwa tunazungumzia uchaguzi una vipindi vitatu. Tukasema mchakato ulikuwa na kabla, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hasa ile kabla nafikiri tumeshamaliza, si ndio? Tumeingia kipindi cha pili ambacho ni chenyewe kabisa cha wakati wa uchaguzi. Lakini tutakuwa na kipindi cha mwisho cha baada ya uchaguzi, yani baada ya matokeo kutangazwa. Sasa napenda kutumia fursa hii kuwapa taarifa wananchi wa Zanzibar kwamba sisi kama jeshi la polisi tumejipanga vizuri. Tumejipanga vizuri kuhakikisha uchaguzi wa mwaka huu, uchaguzi mkuu, utakuwa na utulivu wa kutosha, utakuwa wa amani, na kila mmoja ataweza kupata fursa ya kupiga kura bila changamoto za kiusalama. Mwaka huu sisi jeshi la polisi tumekusudia
kuwaonyesha wananchi jinsi uchaguzi unavyoweza kufanyika kwa amani. Na tumejipanga vizuri kuhakikisha swala hili litakuwa shwari kabisa, ili kila mmoja afurahi, akapige kura, arudi nyumbani kupumzika na kumchagua mtu anayempenda. Na hili la amani ni jambo mtambuka, linatuhusu sisi kama vyombo vya ulinzi na usalama, lakini vinawahusu wananchi ambao ndio wapiga kura wenyewe. Ama wananchi kwa ujumla tunapaswa kukumbuka na kuzingatia mambo muhimu sana yanayohusiana na swala la amani. Swala la amani na utulivu linatusababisha sisi wote tufanye shughuli zetu bila dosari, bila kuwa na hofu, bila matishio ya kiusalama. Kwa maana nyingine, kama mtu anauza vitu vyake sokoni, ataenda kazini kama kawaida, atapiga kura, ataenda kwenye shughuli zake. Kila mtu ataendelea na shughuli zake bila kuathiri hali ya maisha, kuanzia kwenye ngazi ya familia au ngazi ya mtu mmoja mmoja, ngazi ya familia na ngazi ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tunatoa rai kwa wananchi wote tuone umuhimu wa kuweka amani siku hii, ama katika kipindi hiki ambacho tunaendea cha kupiga kura, na wakati ule wa kutangaza matokeo, na hata baada ya kutangaza matokeo. Na tunaweza tukaangalia mifano nchi mbalimbali zinazotuzunguka, jinsi ambavyo walichezea amani, lakini wamekuwa wanakimbia, wanatanga na njia. Wanawake, watoto, tena unakuta wengine wanawake, mama zetu, dada zetu, wajawazito wanakimbia na mabegi mgongoni, mtoto kichwani na kadhalika. Kwa hiyo sisi hilo tumeliona na tunataka kuihakikishia dunia na wananchi wa Zanzibar kwamba mchakato wa uchaguzi mwaka huu utakuwa ni wa kipekee sana, utakuwa ni shwari na kila mmoja atafurahi. Tuwaombe tu wananchi tushirikiane kwenye kutunza amani. Wale wanaochochea wenzao tuwaepuke, achana nao, wewe tusikilize sisi. Na kila mtu ataenda kupiga kura yake bila bugudha, bila matishio ya kiusalama. Watusaidie. Mkiona kuna mtu analeta maneno ya kuchochea wenzie, ya kuleta vurugu, ya kutia hofu, ya kuwasababisha watu wengine wanakimbia wanafunga na biashara, anaenda kukaa mbali kwanza, hapana. Mwaka huu mambo yatakuwa shwari sana, biashara za watu ziendelee kama kawaida, hamna hofu ya kukimbia. Na tuendelee kushirikiana. Pale ukiona kuna vitaarifa vya uchochezi vya mtu anataka kuvunja amani, tujulishane mapema ili tudhibiti mapema, tuendelee na ushwari wetu. Na mpaka sasa tunawapongeza wananchi wa Zanzibar. Kampeni zinaendelea ni kistaarabu. Hata kama kuna changamoto ni ndogo sana, wengi bado mnaenda vizuri, wanaenda vizuri, wanafanya vizuri, na tunataka hii amani iendelee mpaka baada ya kumaliza hili swala, ili tupate viongozi waweze kutuongoza tena na kutuletea maendeleo. Kwa hiyo maendeleo yako kwenye ngazi ya mtu mmoja mmoja kama nilivyosema, lakini serikali ikiwa na utulivu pia itapata nafasi ya kutuletea maendeleo. Haya mabarabara mnayoona yanajengwa yatamaliziwa, hospitali zetu zile, shule zetu zile, miradi yetu ya maji ile, miradi ya umeme ile itaendelea kwa sababu tutakuwa na utulivu. Pakisha kosekana utulivu, maana kila jambo lafanya nini? Linasimama. Kwa hiyo mimi nipende kuwaambia, na tutaendelea kuongea, tutakuja na kwenye vyombo vyenu kule, tuendelee kuongea tukiwahakikishia wananchi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla kwamba mwaka huu watajionea uchaguzi ambao ni wa pekee sana. Uchaguzi utakuwa kwa tulivu, utakuwa na amani na kila jambo litaenda vizuri. Sisi tumejipanga na naamini na waandishi wa habari wamejipanga kutoa hizi taarifa ili wananchi wasiwe na hofu, siku wajitokeze kwa uhuru kabisa na amani zote, wakapige kura, wakishamaliza wakapumzike, matokeo yatatangazwa na tunaamini watawapata wale watu ambao wanawapenda. Asanteni kwa kunisikiliza. Maswali ruksa. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Subira Salu.